Okay. Na magoli 8 ambayo yalifungwa na Dar es Salaam Young Africans yalidhihirisha ya kwamba msimu huu wapo serious, ingawa sasa kwa upande wa mashabiki wao wana wasiwasi. Hata mimi pia nina haki ya kuwa na wasiwasi. Performance ambayo wameonyesha Dar es Salaam Young Africans jana ingeonekana katika michuano ya kimataifa, nina uhakika wangefika mbali sana. Okay, yani kwamba kila ambacho Young Africans alikifanya kunako siku ya jana, wangeweza kukionyesha kwenye michuano ya kimataifa, wangefika mbali sana, na kuhakikishia wangeweza hata kuvuka malengo yao katika michuano ya kimataifa. Lakini tunasema katika football lolote linaweza kutokea, ni either upoteze, ni either ushinde ama ubaki katikati. Kelvin, kwenye hicho ambacho umekizungumza hapo, pengine huoni labda udhaifu ama ubora wa kikosi cha Stand ambao wanacheza michuano ya ligi ya Championship hapa nchini? Inawezekana labda pengine ubora alionao ndio ambao ulipelekea Young Africans kufanya kile walichokifanya, kwa maana kwamba ukiwatazama kwa maana ya Stand, ukija kuangalia na the likes ya kina MC Algiers huko, ni tofauti ni kubwa sana. Pengine tunasema Yanga wangeweza kufanya hivyo, labda walifanya vivyo hivyo walivyofanya dhidi ya Stand, lakini matokeo yamekuwa tofauti kutokana na tofauti ya madaraja ya wapinzani. Pengine hii haiwezi kuwa sababu ya kupelekea hicho ambacho unajaribu kukigusia. Kwa upande unazungumza kwa upande wa Stand ama kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans? Kwa maana kwa Young Africans kile ambacho wamekifanya, pengine labda hata kwenye level ya kimataifa ndio hicho walikuwa wanakifanya, lakini matokeo yakawa tofauti kwa sababu wapinzani walikuwa ni bora zaidi. Haiwezi ikawa labda the same case scenario. Na inawezekana pia hata kwa upande wa Stand. Unajua, nizungumzie kwa upande wa ligi kama ligi, tukiachana masuala ya kimataifa. Kwenye ligi Stand United wanatakiwa wachukue matokeo in a positive note, kwamba licha kwamba wamefungwa magoli mengi, lakini wanatakiwa waichukue haya matokeo kwa ajili ya kuimarisha safu yao ya ulinzi. Na maana wakiwa na jitihada za kwao za kupanda kwenye ligi kuu, basi watambue ya kwamba kama wana uwezo wa kufunga goli moja dhidi ya klabu ambayo iko imara kama Yanga, kwa maana wana washambuliaji ambao wana hiyo quality ya kufunga magoli kwenye ligi, basi watambue hata kwenye safu ya ulinzi pia kuna marekebisho ambayo yanatakiwa yafanyike. Kwa hiyo wakitumia haya matokeo kujifunza zaidi na kuipangilia timu yao ipasavyo katika safu ya ulinzi, nina uhakika wataweza kufanya vizuri. Lakini kwa upande wa Dar es Salaam Young Africans, matokeo haya sasa licha kwamba yanawapa matumaini mashabiki wa Yanga kwamba msimu huu kuna uhakika wa kuchukua kombe zaidi ya moja, kwa sababu tayari umeshatoa statement kwa hao wanakutana nao katika hatua zinazofuata, basi ni swala tu la kutafuta hilo kombe la FA pamoja na kutetea kombe la ligi, ili kuwafuta machozi mashabiki wa Yanga ambao walikuwa wanatamani kuona timu yao ikifanya vizuri zaidi katika mashindano ya kimataifa ambao ni ligi ya mabingwa barani Afrika ambao waling'olewa katika hatua za awali.